Yesu unipendaye, kwako nakimbilia. Ni wewe utoshaye, mwovu akinijia. Yafiche ubavuni mwako maisha yangu, nifishe bandarini, uokoe moyo wangu. Ngome nyingine sina, nategemea kwako. Usinitupe Bwana, nipe neema yako. Ninakuamania, mwenye kuniwezesha. Shari wanikingia, vitani wanitosha. Nakutaka mpaji, vyote napata kwako. Niwapo mhitaji, utanijazi vyako. Nao waangukao, wanyonge wape nguvu. Poza wauguao, uongoze vipofu. Bwana umeniosha moyo kwa damu yako. Neema ya kutosha yapatikana kwako. Kwako Bwana naona kisima cha uzima. Mwangu moyoni Bwana, bubujika daima. Kwako Bwana naona kisima cha uzima. Mwangu moyoni Bwana, bubujika daima. Mungu uliye hai, Mungu wa kweli, Mungu wa majeshi, ninaingia mbele zako sasa, si kwa hofu, bali kwa ujasiri wa yule uliyemtuma kusema kweli hata ikiumiza. Leo ninainua sauti yangu, si kama mtu wa kawaida, wala si kama mtu mtaalamu, bali kama mjumbe wako niliyebeba ujumbe mzito wa mbinguni. Baba, ninajua kuwa ujumbe nitakaosema leo haupendwi. Ninajua kuwa ujumbe nitakaosema leo haukubaliki na wengi.
Ninajua kuwa ujumbe nitakaosema leo unaweza hata kunifanya nipoteze marafiki. Ninajua kuwa ujumbe nitakaosema leo unaweza ukanifanya nipoteze heshima. Ninajua kuwa ujumbe nitakaosema leo unaweza hata ukanifanya nipoteze uhai. Lakini naomba unipe ujasiri wa kusema kile ambacho unataka niseme, si kile ambacho watu wanataka kusikia. Usinifiche chochote. Usiniruhusu kupaka maneno sukari. Usiniache nikaogopa. Usiniache nikaogopa madaraka ya watu, sura za watu. Ninaomba sauti yangu iwe kama tarumbeta, ikilia kwa nguvu, ikiwaamsha waliolala, lakini vile vile kuwaonya wanaotembea kwenye giza huku wakifikiri wako kwenye nuru. Ninajitoa kwako kikamilifu Bwana. Usiku huu nisiwe mimi nizungumzaye, bali neno lako lishuke kama upanga, ukate rohoni mwa kila anayesikiliza. Naomba maneno haya yasisike tu masikioni, bali yashuke kwenye mioyo, yabadilishe maisha, yavunje minyororo ya udanganyifu, na yatuandae kwa kurudi kwa Yesu Kristo. Ninaomba haya kwa jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi, mfalme ajaye. Amina. Leo ni siku yetu ya kwanza mwa mikutano hii ya masomo pembe ndogo. Masomo haya tutaendelea kuwa nayo mpaka hapo tarehe 30 ya mwezi wa 8. Kila siku kuanzia saa 4 tutakutana hapa kwa ajili ya mwendelezo wa majifunzo wa masomo haya. Na kwa kuwa tayari tumekwisha kuomba uongozi wa Mungu, na kwa kuwa tayari tumekwisha kusali, tuingie moja kwa moja kwenye somo letu la siku ya leo. Somo letu la siku ya leo lina kichwa kinachosema Biblia ni kitabu cha unabii na kweli. Neno la Mungu katika kile kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya sura ya 46. Kitabu cha Isaya sura ya 46 na ule mstari wa 9 hadi ule mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu, wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Hili ni neno la Mungu linalotoka katika kitabu cha Isaya sura ya 46 ule mstari wa 9 hadi ule mstari wa 10. Huyu ndiye Mungu anayejitambulisha katika mstari wa Biblia huu, kwamba yeye ndiye ambaye anaanza kutangaza mwisho kabla ya mwanzo. Mungu wetu si kama miungu ya mataifa. Yeye hufunua mwisho tangu mwanzo.
Mungu anapenda watu wake wajue kinachokuja, ili kwamba wasishangazwe wala kudanganywa. Neno la Mungu katika kile kitabu cha Petro wa pili. Kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza. Petro wa pili sura ya kwanza na ule mstari wa 19. Neno la Mungu lina maneno haya: bali kwa damu ya thamani kama mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Unabii si wa kufurahisha. Unabii ni taa kwenye giza la dunia hii. Wale wanaokataa unabii wanaishi kwa kubahatisha. Neno la Mungu katika kile kitabu cha Yohana, kitabu cha Yohana ile sura ya 13. Yohana sura ya 13 na ule mstari wa 19, neno la Mungu lina maneno haya: tangu sasa nawaambia kabla hayajatukia, ili yatakapotukia mpate kuamini ya kuwa mimi ndiye. Huyu ndiye Mungu wa mbinguni anaeleza na kusema neno haya, kwamba anatueleza kabla hayajatokea, ili yatakapofika, ili yatakapotokea, basi tuweze kupata kusadiki, basi tupate kuthibitisha kwamba kilichosemwa ni dhahiri. Neno la Mungu katika kile kitabu cha Luka sura ya 24. Kitabu cha Luka sura ya 24 na ule mstari wa 25. Mstari wa 25 hadi ule mstari wa 27. Neno la Mungu lina maneno haya: akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Yesu mwenyewe alituambia unabii wa Musa na manabii. Katika maisha ya Yesu mwenyewe alitumia unabii wa Musa na manabii. Alitumia unabii huu kuwafundisha wanafunzi baada ya kufufuka. Hii ni ishara kwamba hakuna injili ya kweli isiyo na msingi wa unabii. Ni kitabu cha Amosi. Amosi sura ya 3 na ule mstari wa 7. Inasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mathayo 24 na ule mstari wa 15 kuna maneno haya. Mathayo 24 na ule mstari wa 15. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katikati patakatifu, asomaye na afahamu. Unabii hauko kwa ajili ya kujifunza tu, ni kwa ajili ya kuokoa. Wakristo wa awali waliokoka uharibifu wa Yerusalemu kwa sababu walielewa unabii. Ni kile kitabu cha Hosea. Hosea sura ya 4.
Na ule mstari wa 6, neno la Mungu lina maneno haya: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umekataa maarifa, mimi nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 24 na ule mstari wa 24: kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Katika siku za mwisho maajabu na udanganyifu vitazidi. Bila msingi wa unabii wa kweli, watu hata wale wanaoamini watakuwa katika hatari. Unabii wa Biblia ni kweli na ni unabii ambao unaaminika kabisa. Ipo mifano mengi tu katika Biblia ambayo Biblia ilitabiri na ikatimia kama ilivyokwisha kutabiriwa. Hivyo tunayoyaona ama tunayoyasoma ama tunayoyasikia katika Biblia, tuelewe ya kwamba ni kweli na hakika. Mpendwa, unabii umetimia na unabii unaendelea kutimia. Mungu kupitia Biblia ametuonesha historia ya dunia kabla hata haijatokea, na haya tunayashuhudia hasa kupitia ndoto ya mfalme Nebukadneza. Katika kile kitabu cha Danieli ile sura ya 2, ambapo pia tunaona maono ya Danieli katika ile sura ya 7, na pia katika mafundisho ya Yohana katika kile kitabu cha Ufunuo cha Biblia. Kwa hiyo hii ni uthibitisho kwamba unabii wa Biblia unatimilika. Tunaposoma kitabu cha Danieli sura ya 2 na ule sura ya 5, tunakutana na unabii wa kuanguka kwa Babeli. Tusome kitabu cha Danieli ile sura ya 2 na ule mstari wa 32. Danieli sura ya 2 na ule mstari wa 32 na ule mstari wa 38. Neno la Mungu lina maneno haya: na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Mstari wa 38, Danieli sura ya 2. Neno la Mungu linaendelea kusema: na kila mahali wakapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani, amewatia mkononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe u kichwa kile cha dhahabu. Katika ndoto hii ya mfalme, ambapo aliota akaona sanamu ambayo kwa hakika ilikuwa imejaa madini mbalimbali, sanamu ambayo ilikuwa imegawanyika kwa madini
Maandiko yanasema kwamba kichwa kilikuwa ni kichwa cha dhahabu safi. Na ule mstari wa 38 kitabu Danieli sura ya 2 imethibitisha kwamba huo ulikuwa ni utawala wa Babeli. Utawala wa Babeli ndio ulikuja ukatokea duniani. Ni kweli, na hakika historia inasimulia kwamba Babeli ilianguka. Na haya yote yamenenwa hata kabla ya Babeli kutokea. Ni kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 32. Kichwa cha dhahabu safi ni ufalme wa Babeli. Kinawakilisha ufalme wa Babeli, ambalo ni taifa tajiri na lenye mamlaka kubwa sana. Ufalme wa Babeli ulianza kutawala dunia kuanzia ule mwaka wa 606 hadi mwaka wa 539 kabla ya Yesu kuzaliwa. Tusome Danieli sura ya 5. Danieli sura ya 5 na ule mstari wa 26. Na tukiendelea kusoma mpaka ule mstari wa 31, neno la Mungu lina maneno haya. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: Mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani, nao umeonekana kuwa umepungua. Mstari wa 28. Peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Wajemi. Ndipo Belishaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau, wakati mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Wakapiga mbiu kutangaza habari zake, ya kwamba yeye ni mtu wa 3 katika ufalme. Usiku huo Belishaza mfalme wa Kaldayo akauawa, na Dario Mmedi akaupokea ufalme. Naye umri wake alikuwa na miaka 62. Katika kalamu ya mwisho ya Belishaza, Mungu aliandika kwa kidole ukutani, na usiku huo huo Babeli ilianguka. Kwa hiyo huu ni unabii uliotimia unaopatikana katika Biblia. Hii inatosha kututhibitisha kabisa kwamba unabii wa Biblia ni kweli na unaaminika. Mpendwa, hii ni historia ya kweli. Babeli ilitawaliwa na Nebukadneza, lakini ilianguka ghafla kwa sababu ya kiburi. Lakini ilianguka ghafla kwa sababu ya ulevi. Lakini ilianguka ghafla kwa sababu ya matusi dhidi ya Mungu. Biblia inaonyesha walitumia vyombo vya hekalu kwa anasa. Hii ilitabiriwa miaka mingi kabla ya kutimia kwa usahihi. Maneno machache haya yanatosha kutuaminisha kwamba Biblia ni kweli na uhakika. Unabii wa Biblia ni kweli na amini. Pembe ndogo. Tunaposoma katika kitabu cha Danieli, Danieli sura ya 2 na ule mstari wa 39, pamoja na kitabu cha Danieli sura ya 8 mstari wa 3 hadi mstari wa 4,
Na tunaposoma kitabu cha Danieli sura ya 8 na ule mstari wa 20, huu wote ni unabii ambao umetabiriwa na Biblia kabla hata hujatokea, na ukaja ukatokea na ukatimilika kama ulivyotabiriwa. Ni kitabu cha Danieli sura ya 2 na ule mstari wa 39. Neno la Mungu lina maneno haya: na baada ya zama zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe, na ufalme mwingine wa 3 wa shaba, utakaoitawala dunia yote. Danieli sura ya 8 na ule mstari wa 3 hadi mstari wa 4. Neno la Mungu lina maneno haya katika kitabu cha Danieli sura ya 8 mstari wa 3 hadi mstari wa 4. Ndipo nikainua macho yangu nikaona, na tazama, mbele ya mto alisimama kondoo mume mwenye pembe 2, na pembe zile 2 zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Mstari wa 4, nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake, lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akajitukuza nafsi yake. Mstari wa 20 ni kitabu cha Danieli sura ya 8. Yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe 2, hizo ndizo wafalme wa Umedi na Ujemi. Baada ya dhahabu ya Babeli, Danieli aliona ufalme wa fedha. Hii ni ishara ya miliki ya pili, yaani utawala wa pili. Katika historia ya Biblia na katika vitabu vya historia, baada ya ufalme wa Babeli kutoweka, baada ya ufalme wa Babeli kuanguka, ulitokea ufalme mwingine wa pili. Danieli sura ya 8 ule mstari wa 20 inataja wazi kuwa kondoo mume yule uliyemwona mwenye pembe 2 ni wafalme wa Umedi na Wajemi. Historia inatuambia kwamba Koreshi, mfalme wa Wajemi, aliungana na Wamedi na kuishinda Babeli. Umedi na Wajemi ulitawala kuanzia mwaka wa 539 hadi ule mwaka wa 331 kabla ya Yesu kuzaliwa. Mungu alitamka hili kabla hata Koreshi hajazaliwa, lakini yanakuja kutimilika
kama yalivyotabiriwa. Koreshi alitabiriwa kabla hajabebwa katika tumbo. Na katika kitabu cha Isaya sura ya 45 ule mstari wa kwanza, Koreshi anatajwa kwa jina kabla kabisa hata hajazaliwa. Lakini haya yaliyotabiriwa, haya yaliyonenwa yanakuja kutokea duniani kama vile vile yalivyotabiriwa. Yanakuja kutokea duniani kama vile vile yalivyosemwa. Neno la Mungu katika kitabu cha Isaya sura ya 45 na ule mstari wa kwanza. Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume, ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Neno la Mungu katika kitabu cha Danieli sura ya 8 mstari wa 5 hadi mstari wa 8 na ule mstari wa 21, tunakutana na kitu kingine ambacho kilitabiriwa na kikaja kikatokea kama vile vile kilivyotabiriwa. Ni kitabu cha Danieli ile sura ya 8 na ule mstari wa 5 hadi mstari wa 8. Nami nilipokuwa nikifikiri, tazama, beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia mzima, bila kuigusa nchi. Na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Mstari wa 6. Naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili, niliyemwona akisimama karibu na mto, akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Nikamwona akimkaribia kondoo mume, akamwonea hasira kali, akampiga kondoo mume, akazivunja pembe zake mbili. Na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini, akamkanyaga, wala hapakuwapo awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Ni ule mstari wa 21, kitabu Danieli sura ya 8. Neno inaendelea kusema, na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Danieli aliona mbuzi mwenye pembe moja, ambaye mbuzi huyu alikuwa akija kwa kasi isiyo ya kawaida kutoka magharibi. Yaani mbuzi huyu alikuwa akija kwa kasi isiyo ya kawaida kutoka ughaibuni. Alimshambulia kondoo, yaani aliushambulia ule utawala ambao sasa ni Umedi na Uajemi. Baada ya kushambulia, akaushinda.
huyu ni nani? Ni nani huyu anayeshambulia? Ni nani huyu anayeonekana akija kwa kasi isiyo ya kawaida kutoka magharibi? Ni nani huyu anayetajwa kama mbuzi mwenye pembe ndogo? Ni kitabu cha Danieli sura ya 8 mstari wa 21. Na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Yunani, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Huyu ni Alexander mkuu. Alexander alishinda Umedi na Uajemi, tena aliushinda kwa kasi ya ajabu. Tena aliushinda akiwa bado kijana. Alexander alikuja kufa tena kifo cha ghafla akiwa na miaka 32, na ufalme wake baada ya kufa ulivunjika vipande 4. Yaani ndivyo unabii umemuita ama umetaja pembe 4 zikazuka baada yake. Utabiri huu ni wa kushangaza sana kwa sababu usahihi wake ni wa kihistoria kabisa. Baada ya kuwa Umedi na Uajemi umeanguka, baada ya kuwa ufalme wa Umedi na Uajemi umetoweshwa, historia inaeleza ulikuja utawala mwingine ambao ni utawala wa Uyunani. Na utawala huu ulikuja kwa kasi ya ajabu juu ya Alexander mkuu. Unabii huu ulitabiriwa kabla hata haujatokea. Lakini kama ulivyotabiriwa, historia inathibitisha kwamba ulitokea vivyo hivyo kama ulivyotabiriwa. Kwa haya machache yanathibitisha kwamba unabii wa Biblia ni wa kweli. Unabii wa Biblia ni wa kuaminika. Tunaposoma kile kitabu cha Danieli, Danieli sura ya 2 na ule mstari wa 40. Lakini vile vile kitabu cha Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 7. Lakini vile vile kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 23 hadi ule mstari wa 25. Hapa pia tunakutana na unabii mzito ambao ulitabiriwa na Biblia na ukaja ukatokea vivyo hivyo kama ulivyotabiriwa. Neno la Mungu katika kitabu cha Danieli sura ya 2 na ule mstari wa 40. Neno la Mungu lina maneno haya: na ufalme wa 4 utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda, na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja na kuseta. Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 7. Neno la Mungu lina maneno haya: Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 7. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, mnyama wa 4 mwenye kutisha,
mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi. Naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana, alikula na kuvunjavunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Ni kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 23 hadi mstari wa 25. Akanena hivi: huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3. Ni ule mstari wa 25. Kitabu ni kile cha Danieli sura ya 7. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataadhimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2 na nusu wakati. Katika Danieli sura ya 2, chuma ni ishara ya Rumi ya kale ambayo ilitawala kwa nguvu na upapa wa ajabu. Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 7. Mnyama wa kutisha sana alionekana ana pembe 10. Hii ni Roma ambayo baadaye ilivunjika vipande vipande na kuwa falme 10. Hii ni Ulaya. Haya ni mataifa 10 ya Ulaya ya sasa. Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 25. Mnyama huyu anazalisha pembe ndogo, pembe inayosema maneno ya makufuru, na pembe hii inawatesa watakatifu kwa muda. Hapa nitaelezea kesho. Kiufupi, Roma ilimtesa Yesu. Roma iliua mitume, lakini baadaye Roma ikageuka kuwa mfumo wa kidini uliochanganya ukweli na udanganyifu. Biblia imejaa matukio mengi ambayo kwa hakika yalitabiriwa kabla hayajatokea, na historia inathibitisha kwamba matukio hayo yalikuja kutokea kama vile vile yalivyotabiriwa na Biblia. Mpendo, utabiri wa Biblia haukosei. Utabiri wa Biblia ni kweli. Utabiri wa Biblia ni sahihi. Utabiri wa Biblia ni wa kuaminika. Lakini kuna unabii mwingine pia ambao ulitabiriwa katika Biblia. Unabii wa kuabudu uongo na mateso ya pembe ndogo. Hapa tutapatizama vizuri kesho.
Lakini Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 8, vile vile Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 25. Si hivyo tu, vile vile kitabu cha Ufunuo sura ya 13 na ule mstari wa 1 hadi ule mstari wa 8. Mfumo huu ulioibuka baada ya Roma nitautaja kwa kina kesho, lakini kwa ufupi, utabiri huu unaonesha kuwa si tu mataifa, bali ni mfumo wa dini utakaopotosha watu wengi. Ulitabiriwa mapema, ulitabiriwa hata kabla haujaanza kazi, ulitabiriwa hata kabla haujaanza kuonekana. Hii japo kwa uchache inatosha kuonyesha kwamba unabii wa Biblia ni kweli. Mpendwa, unabii wa Biblia ni sahihi. Unabii wa Biblia haukosei. Unabii wa Biblia ni amini. Unabii wa Biblia unaaminika. Mungu ametufunulia mengi sana kupitia Biblia. Ametupatia mambo mengi yamefunuliwa katika Biblia. Machache tumekuja kuyaona yaliyotabiriwa na yakatokea. Lakini Biblia imetabiri mambo mengi hata mwisho wa dunia. Yapo yaliyotabiria ambao yalikwisha kutokea tayari. Yapo yaliyotabiriwa na sasa bado yanaendelea kuonekana. Lakini yapo yaliyotabiriwa bado hayajaja na anakuja kutimilika. Utabiri wa Biblia haukosei. Unabii wa Biblia ni kweli. Unabii wa Biblia ni amini. Unabii wa Biblia ni wa kuaminika. Ni kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 1 na ule mstari wa 3. Katika sehemu hii kuna baraka kwa wale wanaotilia maanani unabii. Katika sehemu hii kuna baraka kwa wale ambao wanatilia shime unabii. Katika sehemu hii kuna baraka kwa wale ambao wanatilia uzito unabii. Kitabu cha Ufunuo sura ya 1 na ule mstari wa 3. Heri asomaye na wao wasikiao maneno ya unabii huu, na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Kuna baraka kwa wale wanaotilia maanani unabii wa Biblia. Kuna baraka kwa wale wanaotilia maanani kile ambacho kimefunuliwa kupitia Biblia. Heri hii inaonyesha kwamba unabii haukuwa tu wa kale. Unabii haukuwa tu wa kizazi cha watu wa zama za kale. Unabii haukuwa kwa watu ambao waliwahi kuishi kabla yetu. Unabii haukuwa kwa kizazi cha kwanza cha kuumbwa dunia. Bali sura hii na mstari huu inaonyesha wazi kwamba unabii haukuwa tu wa kale, bali ni wakati wetu pia. Si kila mtu atabarikiwa kwa kusoma tu, ila yule anayeshika, ila yule anayejifunza kwa bidii.
ila yule anayechukua hatua. Si wote watafurahishwa na unabii wa Biblia. Wapo watakao kukasirishwa baada ya kuusoma ama kuuelewa. Wapo watakao shangazwa baada ya kuusoma unabii wa Biblia na kuuelewa. Mpendwa, unabii wa Biblia ni kweli. Unabii wa Biblia ni amini. Unabii wa Biblia haukosei. Unabii wa Biblia ni wa kuaminika. Unabii wa Biblia ni historia iliyoandikwa kabla haijatokea. Na historia imethibitisha kuwa Babeli ni kweli ilianguka kama ilivyotabiriwa. Historia imethibitisha kuwa Umedi na Uajemi walitawala kama walivyotabiriwa. Historia imethibitisha kuwa Ugiriki, yaani Uyunani, ulitawala kwa kasi ya ajabu kama ulivyotabiriwa. Historia imethibitisha kuwa Roma ilitawala kwa nguvu kama ilivyotabiriwa. Historia imethibitisha kuwa mfumo wa udini ulio na makosa uliotokea na bado unaendelea kuathiri dunia leo kama ulivyotabiriwa. Kwa hiyo kama haya yametimia, basi yaliyobaki kuhusu siku za mwisho pia yatatimia. Mpendwa, unabii wa Biblia ni kweli. Unabii wa Biblia ni wa kuaminika. Tumekuwa pamoja leo kwenye mwanzo wa safari hii ya kipekee ya kiunabii. Tumeona kuwa Biblia si hadithi. Tumeona kuwa Biblia si tu dini, bali ni ramani ya historia ya dunia iliyoandikwa kabla haijatokea. Na kama Mungu ametimiza kila jambo hadi sasa, basi lazima tuchukue kwa uzito kile kilichobaki. Leo tumeweka msingi, lakini kesho si ya kawaida. Kesho tutajifunza kuhusu kile ambacho unabii umekificha kwa karne nyingi. Kesho utajifunza mfumo wa kiroho ambao Biblia inauita pembe ndogo. Mfumo uliokuja baada ya Roma ukavaa sura ya kiroho, lakini ndani yake kukiwa ni uongo, lakini ndani yake kukiwa na mateso, lakini ndani yake kukiwa na udanganyifu wa ajabu. Kesho tutaanza kufunua sura yake. Tutaanza kuyaona majina yake. Tutaanza kuelewa jinsi anavyofanya kazi hata sasa. Kesho sio ya kukosa. Kesho sio ya kawaida. Baba, asante kwa haya ambayo umetufunulia leo. Baba, asante kwa msingi ambao leo umetupatia. Tumejifunza kwamba unabii wa Biblia ni wa kuaminika. Tumeona kwamba unabii wa Biblia ni kweli. Na tumeona baadhi ya yale yaliyotabiriwa yalitabiriwa kabla hayajatokea, na historia ikathibitisha wazi kabisa kama yalivyotabiriwa. Baba, asante kwa kutufunulia haya.
Baba, asante kwa kutupatia siri za ulimwengu kupitia unabii wa Biblia. Baba, asante kwa kutupatia Biblia. Baba, asante kwa upendo huo wa ajabu. Baba, asante kwa neema hizo ambazo umetujalia sisi kupitia mafunuo haya ya unabii wa Biblia. Baba, asante kwa mengi ambayo umetupatia kupitia ufunuo wa Biblia. Asante kwa msingi wa somo la leo. Asante kwa haya yote ambayo umetuonyesha na kutudhihirishia kupitia unabii wa Biblia. Bwana, tunaomba kibali kwako. Bwana, tunaomba nguvu kutoka kwako, ili kuanzia leo Baba, tukapate kuamini unabii wa Biblia. Baba, ili kuanzia leo tukapate mwito wa nguvu wa ajabu wa kusonga na unabii wa Biblia. Baba, kuanzia leo mashaka yote ya ulimwengu atukimbilie katika kupata majawabu kupitia unabii wa Biblia. Bwana, asante kwa siku ya leo. Tunakuomba tujalie tena siku ya kesho, ambapo toka leo tutaanza maandalizi ya kujiandaa kwa ajili ya jifunzo la kesho. Bwana, katuandae. Bwana, katufunulie siri zako nyingi ambazo umetupatia watoto wako kupitia unabii wa Biblia. Bwana, asante kwa pendo lako. Bwana, asante kwa hayo uliyotufunulia kupitia unabii wa Biblia. Toka leo tumepata uthibitisho na uaminifu wa kuamini na kuelewa kwamba unabii wa Biblia ni kweli na haukosei. Bwana, asante kwa pendo lako. Tujalie siku ya kesho kwa ajili ya mwendelezo wa masomo haya. Tumeomba haya na kushukuru ni katika jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.